Hem, tuambie maandalizi yakoje kuelekea tukio hili kubwa la kumweka wakfu Askofu Romanus wa Jimbo Katoliki la Iringa? Kwa kweli maandalizi yako moto moto. Iringa kumekucha, Iringa kumenoga. Hakika ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumefurahi sana. Maandalizi yako vizuri. Kwa sisi waeye tunasema tuko katika kukamilisha zile hatua za mwisho kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Karibuni sana. Asante sana. Labda utuambie kabla ya askofu mteule huyu kuwekwa wakfu kesho hiyo katika adhimisho la misa takatifu, mlikuwa na askofu Ngalalekumtwa. Mliishi kwa namna ipi katika kipindi chote cha uongozi wake kama askofu? Kwa sisi ambao tunatoka kwenye familia babu mara nyingi anapenda wajukuu. Kwa kweli tutamisi, lakini kwa kuwa bado yuko sisi tunamuombea kipindi hiki ambacho anapumzika. Tutakuwa karibu naye kumuongezea joto katika kipindi cha mapumziko, aendelee kupumzika vizuri. Lakini kwa kweli mimi niseme alikuwa ni babu very special. Tunamuombea kila heri. Tunamshukuru katika utume wake wa miaka 33. Tunamshukuru sana na tunamuombea kila laheri katika kipindi hiki. Tunajua hawezi kustaafu moja kwa moja. Tutaendelea kwenda kwake kuchota hekima na busara kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Amina. Hongereni sana. Amina baba. Tarehe 28 ya mwezi wa kwanza ilitolewa taarifa rasmi kabisa kwamba Askofu Ngalalekumtwa anastaafu, na siku hiyo hiyo ukapatikana uteuzi mpya wa askofu mteule Romanus. Nyie kama wanajimbo mlipokea vipi taarifa hiyo? Ama hakika tulipokea kwa furaha na shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu kumpata baba Monsinyori Romanus Mihale. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Tunamuombea kabisa kuhakikisha kwamba yale mazuri ambayo babu Ngalalekumtwa alianza yeye ataendeleza zaidi. Bado yeye tunaweza tukasema katika umri wake bado ni kijana kabisa. Tunamuombea kila laheri katika utume wake. Mwenyezi Mungu amsaidie ili yote yawe kwa sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Amina. Hongera sana. Asante baba. Baba Ngalalekumtwa amehudumu kwa takriban miaka 30 plus. Ndio, ama hakika. Labda katika kuteuliwa kwake Romanus, mmepokea vipi yale maandalizi ambayo mmekuwa mkijiandaa kwa kipindi chote hiki? Kumekuwa na ugumu gani katika kufanikisha? Ugumu kwa kweli kwa sababu ni kama vile ilikuwa ni surprise. Wahe wanasema ilikuwa ni surprise. Hatukutarajia. Lakini ikaja tu kama kwa kweli pap, vijana wanasema. Lakini tulipokea. Wakati wote unasema jambo lolote kwa kweli ni la kulipokea na kumwambia Mungu asante. Tumelipokea kwa unyenyekevu, tumelipokea kwa moyo wa shukrani, tumelipokea lakini kwa heshima kubwa kumpata baba huyu kuhakikisha kabisa kazi ya uinjilishaji inaendelea. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na pengine kwa niaba ya viongozi wa halmashauri ya Jimbo la Iringa nitumie nafasi kumpongeza baba huyu na kuahidi tutakuwa naye, kushirikiana naye kwa moyo mkunjufu. Asante. Wewe ni mweka hazina wa jimbo. Utuibie tu siri. Tuibie siri tu kwamba umefanikiwa kiasi gani kuelekea katika tukio hili? Kwa kweli tumefanikiwa. Tumefanikiwa hadi sasa kwa kweli ni zile 99 ... Yes, Kwa kweli sasa hivi ni hayo yaliyobakia kuhakikisha yale machache yanakwenda vizuri. Kwa kweli si kwa uwezo wetu, ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ametusaidia kufanikisha. Lakini sio sisi tu, hata wenzetu ambao mlikuwa mbali, tumeungana nanyi. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu kuwa pamoja nanyi, mkaribie. Ni mashangilio makubwa. Tumwambie Mwenyezi Mungu asante. Amina. Ndio. Katikati ya tukio hili, katikati ya maandalizi umetokea msiba wa Baba Mtakatifu Francis. Na siku hii ya leo Jumamosi anazikwa. Nini tafakari yenu kuelekea katika tukio la kesho na la leo masifu ya jioni, lakini katikati ya hilo imetokea kifo? Tafakari yenu ni nini katika maisha ya Kikristo? Katika tukio hilo Mwenyezi Mungu anatufundisha wakati wote tuwe watu wa shukrani kwake. Tuwe wanyenyekevu kwa hasa yale mapenzi yake. Haya mambo wakati fulani yanatokea. Pengine ingekuwa katika mazingira yetu ya huko mtaani, kama pengine ingekuwa send off au harusi, mnasema tunaahirisha. Lakini kwa tukio hili kubwa la shukrani ya Mwenyezi Mungu katika tukio hili, utaona hata wazee wetu, kwa sababu hata sisi tulipopata taarifa tulisi sasa ili tukio la askofusho linaahirishwa. Lakini tazama mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wazee wetu bado wamebaki imara kusema hapana, tumuendelee kumuombea mwenzetu. Tunaendelea kumuombea misa takatifu. Mwenzetu anapumzishwa na Baba Mtakatifu Francisco, na sisi tunaendelea na shughuli hiyo ya kumuombea na kufanya maandalizi ya msimika Monsinyori Baba Romanus Mihale. Tunamuombea Baba Mtakatifu Francisco, amefanya kazi njema na hapa katikati tunaona kwa kweli alikuwa amechoka. Tumuombee.
wakati fulani unaweza ukatamani usingizi wake uliokwenda. Tulimuona kwenye tukio ile siku ile ya Pasaka Jumapili, amefurahi, alitoa ujumbe mzuri pamoja katika hali ngumu. Alafu baada ya maelezo yale ni kama vile alikuwa anawaaga. Pengine hata mimi natamani na mwingine angetamani tukio lile unapoongea na watoto wako, kwa sababu ni tukio ambalo alikuwa anaongea pengine na watoto wake na sisi, unatamani na mimi siku moja litokee tukio kama hili. Kwa kweli basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mapenzi yake yatukuzwe. Amina. Asante baba. Asante sana mwekazi, na tunakutakia maandalizi mema. Tunajua majukumu ni mengi. Wewe ndio wanakutafuta sana bwana, tumekosa huko 200 bwana, tuletee. Hongera sana, tunakutakia maandalizi mema. Nashukuru sana, mimi natakia kila laheri. Karibuni sana jimboni Iringa, mjisikie nyumbani. Asante sana. Amina. Asante sana. Asante sana na utume mwema. Asante sana. Asante sana. Amina.